Vita kati ya Iran, Marekani na Israel imeingia siku ya 27 huku mvutano wa kisiasa na kijeshi ukiendelea kuongezeka baada ya Marekani kutoa onyo kali kwa Iran kuwa inaweza kuachilia jehanamu iwapo taifa hilo litakataa juhudi za kusitisha vita. Kauli hiyo imetolewa na viongozi kutoka White House wakisisitiza umuhimu wa kufikiwa kwa makubaliano ya amani haraka ili kupunguza hatari ya mzozo kuenea zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, serikali ya Iran imeendelea kushikilia msimamo wake wa kutokubali mazungumzo na Marekani, ikieleza kuwa hakuna mawasiliano rasmi ya kidiplomasia yanayoendelea licha ya madai ya Washington. Viongozi wa Tehran wamesisitiza kuwa mapendekezo ya Marekani kuhusu usitishaji wa vita hayajakubalika na yamejaa masharti magumu, hivyo kuonyesha ugumu wa kufikia suluhu la haraka la mgogoro huo. Wakati huo huo, Israel imeendelea mashambulizi yake ya anga ndani ya Iran, ambapo mji wa Isfahan umeshambuliwa tena kwa siku ya pili mfululizo. Mashambulizi hayo yamelenga maeneo muhimu ya kimkakati na kuongeza hofu ya kuongezeka kwa mapigano makali zaidi, huku Iran nayo ikiendelea kujibu mashambulizi katika maeneo mbalimbali ukanda huo. Katika hatua nyingine, Marekani imeongeza uwepo wa kijeshi katika eneo hilo kwa kutumia maelfu ya wanajeshi pamoja na meli za kivita, hatua inayotafsiriwa kama maandalizi ya uwezekano wa operesheni kubwa zaidi endapo juhudi za kidiplomasia zitashindwa. Wakati huo huo, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta Hormuz imeendelea kuwa kitovu cha mvutano, ikihatarisha uchumi wa dunia kutokana na usumbufu wa usafirishaji wa nishati. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Amina Lumwecha.